Msikilizaji, sehemu ya 15 mipango ya kufuatilia cheti cha ndoa imekamilika kabisa, na Reji pamoja na Hamza wanachukuana kwenda kwa bibi, kwa sababu bibi yuko hospitalini, na Reji yeye ndani ya moyo wake anafurahi kwa sababu anaamini bibi lengo lake ni kuona tu cheti basi, ila kuhusu siji kumpenda Hamza hapana. Na sehemu ya 15 tumeshuhudia Hamza akitoa kichapo na onyo. Sasa hii itamwathiri vipi? Kwa sababu amefika hospitalini, polisi walikuja ambapo wakiongozwa na Nobet akasema kwamba Mr. Hamza upo chini ya ulinzi kwa makosa mauaji yaliyotokea jana usiku. Sasa hii taarifa itamwathiri vipi Reji kwenye swala lake la mambo ya hisa pamoja na shughuli hiyo ya cheti cha ndoa? Kwa hiyo tusonge mbele. Langu jina Lucas Lumbas. Naam, upande mwingine ndani ya makao makuu ya taasisi ya Hals Foundation katika floor ya 4 kwenda chini ya vyumba vya ardhi, Amos alionekana kuwa macho licha ya kwamba bado mikono yake ilikuwa imefungwa na vitu kama pingu katika kitanda na kumfanya ashindwe kusimama. Alionekana kuwa na utulivu wa hali ya juu, na alikuwa ni kama mtu ambaye alikuwa akisubiria mtu aingie kwenye wodi hiyo. Pande mwingine, nyuma ya chumba alicholazwa Amos, kulikuwa kuna watu 4 waliovalia makoti ya kidaktari. Mmoja wapo akiwa ni Sister Maya Tema, na mwingine alikuwa ni Frida ambaye alionekana kuwa na mshangao akiangalia skrini iliyokuwa ukutani ikimuonyesha Amos. Frida akasema, "Profesa, kama hili lingekuwa ni swala ambalo jamii inapaswa kuambiwa, basi katika historia Tanzania inaingia katika nchi 3 ambazo upandikizaji wa chip kwenye ubongo wa binadamu umefanikiwa kwa 100%. Aliongea Frida na kumfanya Dr. Maya Thema kutingisha kichwa kukubaliana naye. Sasa akajibu ya kwamba kwa sasa hii teknolojia wakuu hawataki kuitangaza kwa jamii ya watu mpaka kukamilisha mipango yao. Lakini licha hivyo, imenipa hali ya kujivunia kufanikisha operesheni hii kwa mara ya kwanza katika ardhi ya Afrika." Frida kauliza, "Nini hatua inayofuata baada hapa?" Aliuliza Frida kwa sasa akiwa na macho aliyojaa shauku. Thema akajibu ya kwamba sisi ni wanasayansi pekee na kazi yetu ni kukamilisha kila ambacho wafadhili wetu wanataka kufanya. Hatua inayofuata ipo chini ya agent wa umoja wa sinagogu. Frida kauliza, "Profesa, kwa hiyo kwa sasa pale yupo imara kiakili, hakuna athari zozote nje ya zile zilizotarajiwa zilizoweza kuonekana kupitia tabia yake?" Thema kajibu, "Leo siku yake ya 4 tokea kufanyia operation. Siku ya kwanza alikuwa kwenye hali ya kawaida ya mshtuko na kuikataa hali aliyokuwa nayo, lakini kwa kushtua mishipa yake ya fahamu eneo la hisia, tumeweza kufanikisha kumfanya kuwa katika hali ya mazoea. Kuhusu tabia ambazo zipo nje ya matarajio bado hatujaona, na hatuna budi kufuatilia, yani kumfuatilia mtu akiwa katika mazingira ya kawaida." Sasa kuna daktari mmoja akajibu ya kwamba, "Profesa, hii si operation ya kwanza kufanyika. 2 ziliweza kufanyika nchini Uingereza na 1 nchini Marekani na 2 Israel, na ni zaidi ya miaka kadhaa imepita tokea kufanikiwa kwa operation hizo. Kwa nini tusitumie follow up tu ya data za ugonjwa uliopita?" aliuliza Dr. Johnny, mmoja ya wanasayansi wa taasisi hiyo. Sasa Dr. mkuu akajibu ya kwamba, yani sasa Dr. Maya sasa akasema ya kwamba kila operation inayofanyika katika upandikizaji wa chip katika ubongo inabeba malengo tofauti, hivyo matokeo ya kitabia huwa ni tofauti pia. Katika historia ya dunia, operation ya kwanza ya kupandikiza kifaa kwenye ubongo ilifanyika nchini Ujerumani chini ya usimamizi wa ufadhili wa Nazi. Malengo ya upasuaji ule yalilenga kufanya wanajeshi kuwa imara zaidi katika kubuni mbinu za kumshinda adui. Sasa unachopaswa kuelewa utofauti wa operation ile na wa leo ni kwamba ule ulifanyika katika kufunua kichwa cha binadamu na kisha kuweka kifaa maalum. Huu umefanyika bila kufungua kichwa cha binadamu
ikimaanisha dunia ilipiga hatua kutoka wakati ule. Tulichelewa miaka mingi kuendeleza sayansi ya upandikizaji chip tokea vita ya pili ya dunia mpaka sasa kutokana na Joseph Mengele kumuua Dr. Douglas kwa sumu akiwa katika maabara, ambaye ndio alibeba jukumu kubwa la tafiti za ubongo wa binadamu. Na kuishia kumuua Dr. Douglas tu, bali alichoma tafiti zake zote, na kitendo kile sasa kirudisha dunia hatua moja nyuma katika masuala ya tafiti za kibiolojia. Aliongea hivyo Dr. Maya, na jibu lile kidogo lilionekana kumshangaza Frida. Sasa akasema kwamba Profesa, unamaanisha Joseph Mengele huyu ambaye katika historia alifahamika kama malaika wa kifo? Basi wewe kusikia hata jina la Dr. Douglas katika historia, kwa nini alimuua? Dr. Maya Thema akasema ya kwamba hakuna ambaye ashawahi kumsikia Dr. Douglas kwa sababu alikuwa ni mwanasayansi ambaye anapiga hatua na hakukuwa na matokeo ya wazi ya tafiti zake. Mgonjwa wake wa kwanza ambaye alimpandikiza kifaa katika ubongo hakuonyesha matokeo makubwa sana kama nadharia ilivyokuwa. Pengine alifanikiwa au pengine hakufanikiwa. Ndio maana Joseph Mengele alimuua na kuchoma tafiti zake. Sasa Dr. Maya akaulizwa, imekuaje ukawa na taarifa ya swala hili Profesa, kwa umri wako? Profesa kajibu, Frida, sio kila kitu ndani ya dunia hii kipo wazi, na sio kila mwenye umri mkubwa anafahamu kila kitu. Historia ipo leo kwa sababu imetunzwa. Kabla ya kuwa muumini wa sinagogu, nilikuwa mwanasayansi chini ya kanisa kuu. Aliongea Maya na kufanya Frida kutingisha kichwa. Alielewa watu wengi ambao walikuwa na historia kubwa na kanisa kuu walikuwa wakijua mambo mengi. Sasa muda ule wakati wakiongea katika flow hiyo, aliingia bwana mmoja aliyevalia suti. Alikuwa tu ni kijana ambaye ana muonekano wa Kidominican. Mimi ni Kidominican, yes, au Kilatini kwa lugha nyepesi ambayo unaweza kanielewa. Kimaanisha kwamba alikuwa na asili ya makabila matatu, yani mzungu kwa 50%, Mwafrika kwa 40% na Mlatino kwa 10%. Basi Maya Thema akasema, Agent Alonzo, karibu sana. Aliongea Maya Thema, alionekana kumfahamu yule bwana ambaye tembea yake ilionyesha ni kwa jinsi gani alikuwa ni mkakamavu. Akajibu, asante sana Profesa. Aliongea na kisha macho yake yalitoa katika sura Frida na kumfanya Profesa Maya kuchukua sasa jukumu la mara moja kumtambulisha Frida na Dr. John. Akasema kwamba Mr. Alonzo, huyu ni Dr. Frida Franklin, mkuu wa idara ya CST. Kutana pia na Dr. John, mtaalamu wa neva. Aliongea hivyo na Agent Alonzo alisalimiana nao. Akasema, nimefurahi kukutana wewe Frida. Nimelisikia jina lako mara kadhaa na imekuwa heshima kwangu kukutana na mwanasayansi kama wewe. Frida akajibu, asante sana. Frida aliongea huko akitoa tabasamu la ukarimu. Na muda ule sasa Agent Alonzo macho yake alitoa katika screen iliyokuwa ikimuonyesha Amos. Akauliza kwamba nimeambiwa kila kitu kwa upande wako kimekamilika. Nipo hapa kwa ajili ya kukamilisha tu pili. Kwa nini bado amefungwa kwenye kitanda? Dr. Maya akasema, tumeamua kuchukua tahadhari, lakini kutokana na utendaji kazi wa ubongo wake sidhani kama anaweza kuwa hatari. Akajibu, operation hii sio kwa ajili ya kumfanya kuwa mwanajeshi mwenye uwezo, bali kuwa agent mtiifu na mwaminifu kwa sinagogu ambaye anaweza kutuambia kila kitu. Kama kutoka kuna matumizi ya nguvu kumweka sawa, basi mimi ni mwanajeshi. Aliongea na kumfanya Dr. Maya kukubaliana naye, na aliongozwa kuelekea mpaka kwenye chumba alichokuwemo Amos. Agent Alonzo akiwa ameingia na Dr. Maya Thema, kabla ya salamu aliomba Amos afungulie mikono na awe huru. Na Dr. Maya alifanya hivyo. Sasa akasema, Profesa, kuanzia hapa nitaendelea mwenyewe. Naomba kamera zote kuzimwa. Profesa akajibu, bila shaka Agent. Alijibu hivyo Profesa, na kisha pale Profesa alitoka na kumwacha Amos na Agent Alonzo. Sasa ilichukua kama dakika kama 10 tu kwa Agent Alonzo kujitambulisha na Amos kumuelewa. Kwa wakati huo Amos alionekana kuwa kawaida. Yaani kifupi hakuwa na tofauti sana kitabia. Kitu kimoja tu ambacho kilikuwa tofauti ni namna ambavyo alikuwa mtiifu kwa kile ambacho alikuwa akielezwa na Alonzo. Basi Alonzo akasema, Mr. Amos,
Kwa sasa utafahamika kwa jina la Agent Zuku, ikimaanisha askari usio na chimbuko. Umenielewa? Amos akajibu ndio sawa. Alijibu Amos kwa utiifu akiwa ameketi kwenye kiti na kumfanya Agent Alonzo kuridhika. Agent Alonzo akasema kilichofanyika kwako haimaanishi kwamba jina lako katika mazingira ya kawaida linakwenda kuwa tofauti. Ukitoka hapa unakwenda kuendelea maisha yako ya kawaida. Amos akajibu ndio sawa. Alonzo akasema vizuri sana. Mpaka sasa umefahamu nini katika misheni yako juu ya Naomi Lindsay na Rosemary Macha? Aliuliza na kumfanya Amos kufikiria kidogo. Amos akajibu sijapata kufahamu kwa uhakika, lakini hisia zangu zinaniambia Naomi na Rosemary ni mtu mmoja, na kuna uwezekano Naomi alidanganya kifo chake nchini Italy na kisha akakimbilia Tanzania kwa uhusika wa Rosemary Macha. Aliongea hivyo Amos. Msikilizaji, hizo ndio zilikuwa ni hisia zake tokea siku kadhaa apewe mission na Chris. Na katika uchunguzi wake alikuwa akitaka kuthibitisha swala hili na kisha kuliunganisha na tukio lililotokea mkoani Rukwa huko Sumbawanga. Kumbuka mpaka kufika hapa kwa Amos ni baada ya kuachana na Chris kuonekana ni kama amelewa, haelewi, mapenzi yamemchanganya, ndo amerudi kwenye gari. Baada ya kuingia kwenye gari katekwa, ndo amejikuta yupo huko. Kwa hiyo sasa hii ndio ilikuwa ni mission yake ambayo Chris alimpatia. Mission ya kutafuta mahusiano yaliyopo kati ya Rosemary Macha na Naomi Lindsay, msanii mkubwa aliyefariki nchini Italy. Agent Alonzo alionekana kuridhishwa na jibu la Amos, na muda ule alionekana kutoa kishikwambi katika mkoba aliokuja nao na kupangusa kwa dakika kadhaa, na kisha alimwangalia Amos. Akasema kwamba unajua nini kuhusu tukio lilotokea Sumbawanga? Amos akajibu ya kwamba sikuwa mhusika wa uchunguzi wa tukio hilo. Agent Sedekia Shila ndio aliyeweza kufanya uchunguzi, na nusu ya ripoti ilifika makao makuu na nusu nyingine haikuweza kufika kutokana na Agent Sedekia kutoweka. Taarifa ambayo alitoa ni mwanamke ambaye hakufahamika jina lake kamili zaidi ya jina la Chakwe, ambalo alibatizwa na mmoja wa kijiji wa Kizwite. Aliweza kufika ndani ya kijiji hicho akiwa na watoto 10 wenye asili ya makabila tofauti tofauti. Aliishi ndani ya kijiji cha Kizwite kwa zaidi ya miezi 6 na aliweza kumudu mahitaji yake na watoto kupitia kwa misaada mbalimbali ambayo wanakijiji walimpatia. Kwa siku kadhaa mara baada ya kupatiwa msaada wa eneo la kuishi, ikiwa ni kipindi cha masika, kuliweza kutokea ajali ya radi na kumuua yeye na watoto wake 9, huku mmoja ambaye inaaminika alikuwa na asili ya kizungu alitolewa eneo la tukio na mtu asiyefahamika na kutoweka. Agent Sedekia alikusanya ushahidi kutoka kwa mashuhuda wa tukio hilo na aliweza kuwasilisha taarifa hiyo makao makuu, lakini kutokana na kukosekana kwa ushahidi wa moja kwa moja kutokana na utata wa tukio hilo, kesi ilifungwa kama ajali ya asili iliyomuua mama na watoto wake wote. Aliongea Amos. Akaulizwa kwamba unadhani ni kwa nini Agent Sedekia alipotea? Amos akajibu sina uhakika, lakini naamini utata wa tukio hilo ndio ulimpoteza. Amos akaulizwa unamaanisha nini? Amos akajibu pengine kuna kitu ambacho Agent Sedekia aliweza kupata kuhusu utata wa tukio hilo, na kuna watu ambao walitaka kuficha taarifa hiyo, ndio maana akapotea. Amos akaulizwa kwa nini unahisi hivyo? Amos akajibu ya kwamba wakati nikiwa agent nimeweza kusikia tetesi kuhitimishwa kwa kesi ile kama ajali ya kawaida, na ulitoka kwa kiongozi wa juu kabisa wa nchi, na kuna taarifa pia zinasema kuna nguvu ya nje ya nchi iliyohusika. Hisia zangu nguvu hiyo ndio iliyompoteza Agent Sedekia. Aliongea Amos kitifu kabisa bwana. Sasa Amos akaulizwa kwamba umesema wakati ukiwa agent, sasa hivi sio agent? Aliuliza na kumfanya Amos kutulia kidogo na kumfanya Alonzo kumkazia macho. Amos akajibu nilikuwa agent wa kitengo cha intelijensia za kimkakati cha 9. Kwa sasa mimi ni agent wa siri wa kitengo cha jeshi cha kupambana na nguvu zisizoonekana kiitwacho Malibu. Aliongea na kumfanya Agent Alonzo kutoa tabasamu. Alonzo akasema okay.
Nielezee zaidi kuhusu ulichopata tokea kuanza kazi ya kuchunguza uhusiano wa Naomi na Rosemary Macha. Amos alianza kufikiria kidogo. Akajibu ya kwamba katika uchunguzi wangu nimeweza kugundua watu wa kisiwa cha Binam hawakutaka niendelee na uchunguzi. Sijajua kwa sababu ni nini, lakini kupitia kazi hiyo niliwekewa mtego wa kuuawa na moja ya mkuu wangu wa kazi, na kwa bahati nzuri niliweza kunusurika. Basi Amos akaulizwa kwamba unadhani mkuu wako alikuwa akishirikiana na watu kutoka kisiwa cha Binam? Amos akajibu ndio. Nina uhakika ni mshirika wa watu kutoka Binam. Alonzo akasema kwa hiyo, kwa ninavyojua ufanisi wa watu kutoka kisiwa Binam ulivyo mkubwa, usingeweza kuepuka kifo. Hujawahi kufikiria pengine waliamua kukuacha hai makusudi au kuna sababu nyingine ambayo wakaacha kukuinda? Aliuliza hivyo Alonzo. Licha Amos kuulizwa maswali mengi, lakini alionekana kutokukereka kabisa wala kuchoka. Ilikuwa ni tofauti na tabia yake. Pengine ni kila ambacho ubongo wake ulifanyiwa. Amos akasema kuhusu hii nimefikiria pia, lakini mkuu wa kitengo aliniambia niendelee na uchunguzi na ameshaongea na kitengo cha 9 kwa ajili ya kinga. Alonzo akasema okay. Kwa maelezo yako ulipokea kazi kutoka kwa Chris, sio kwa sababu ya pesa. Unaweza kuniambia kwa nini ulipokea kazi hii licha ya kuonekana kuwa na hatari? Amos akajibu mwanzoni nilipokea kutokana na shauku, lakini nilipata hamasa zaidi mara baada ya kujua ni kazi ambayo inahusiana na tukio la mwaka 2002 lililomfanya Agent Sedekia kupotea. Nimekuwa chini ya kitengo cha Malibu kama agent hai kwa miaka 7 kabla ya kupewa mission nyingine ambayo ilinifanya kuwa undercover kwa kivuli cha kustaafu na kuanza kuwa mtumwa wa kazi za kihalifu za vigogo wa nchi. Alonzo akasema mission? Ilikuwa mission gani hiyo? Msikilizaji, licha ya Amos kujua kabisa anatoa siri za kitengo, lakini alishindwa kujizuia kuongea. Oya, ogopa sana sayansi. Ubongo wake ulivyofanywa. Sasa Amos akasema nilipewa mission ya kufuatilia tetesi za uwepo wa watu vivuli maarufu kama Night Shadows na kuongezeka kwa wimbi la wagonjwa wenye spirit personality disorder. Aliongea na kumfanya Alonzo kutingisha kichwa, na muda ule aliangalia kishikwambi chake. Akasema okay, elezea kila kitu ulichofanya ili kufanikisha uchunguzi wa Naomi Lindsay na Rosemary Macha. Sawa, ni kwamba baada ya kunusurika kifo niliweza kuendelea na uchunguzi, na kwa kumfuatilia Kanali Dastan aliyekuwa mkuu wangu wa kazi niliweza kugundua kuna mfungwa ambaye kuna uwezekano mkubwa alihusika na kupotea kwa Sedekia Sheila. Niliweza kupata taarifa hii kwa kufuatilia mazungumzo ya simu kati ya Dastan na moja ya aliyekuwa mkuu wa gereza la Silo. Kwa kile nilichoweza kupata kusikia, ilionekana kuna watu walimtembelea huyo mfungwa gerezani na mkuu wa gereza hilo aliweza kurekodi maongezi kati ya watu hao na mfungwa. Kwa bahati mbaya, katika harakati za kutaka kumfikia mkuu wa gereza ili kujua alichoongea, mkuu huyo wa gereza alikumbwa na mauti. Na imani yangu inaniambia kifo chake kinahusiana na kitendo alichofanya cha kurekodi mazungumzo hayo. Amos aliongea hivyo na kumfanya Agent Alonzo kutingisha kichwa. Alonzo akasema katika maelezo yako umesema unadhani Naomi ni Rosemary Macha. Je, unadhani pia Rosemary Macha anaweza kuwa mwanamke aliyefariki katika ajali ya radi akiwa na watoto wake? Amos akajibu, wakati nikiwa agent nilibahatika kuona picha ya Chakwe ambaye ni mhanga wa ajali ya radi, na picha yake inafanana kwa 100% na picha ya Naomi na Rosemary Macha. Hivyo naweza kusema wote wanaweza kuwa mtu mmoja. Alonzo akasema okay, kwa historia ya Naomi hajawahi kabisa kuwa na mtoto katika maisha yake, na pia kulingana na umri wake ni ngumu kuwa na watoto 10, tena wa baba tofauti tofauti. Lakini pia kuna historia ya kimatibabu ambayo inaonyesha Naomi hawezi kubeba ujauzito kutokana na kukosa kizazi. Kama unachodhania ni sahihi, unadhani watoto aliokuwa nao Chakwe ni wa nani? Alonzo aliuliza hivyo na kumfanya Amos akili yake sasa kufanya kazi, na sasa ni kama anapata kitu kipya na kujiambia kwa nini hakuwahi kufikiria hilo.
Sasa Alonzo akasema kwamba nadhani Mr. Amos utakuwa na maswali, kwa nini nakuuliza maswali yote haya? Kabla kujua unachokwenda kufanyia kazi, nilitaka kujua unachojua kwanza. Nadhani wakati unakutana Chris alikuelezea wewe ndio mtu sahihi katika mission aliyokupatia, si ndio? Amos akajibu ndio. Alisema hivyo na ilinishangaza pia kusikia hivyo. Alonzo akasema okay, kuna sababu yote ambayo unadhani kwa nini tulikuchagua kwa hii mission? Amos akasema sijui, labda ni kwa sababu nilishawahi kuwa chini ya kitengo cha 9 na kusika kwa namna moja na kesi ya radi. Aliongea Amos na Alonzo alitingisha kichwa kukataa, na pale pale aliangalia tableti yake na alionekana kupangusa na kisha alimpatia Amos. Katika tableti ile kulionekana picha ya watu wawili, mwanaume na mwanamke. Kwa jinsi pozi lao lilivyo katika picha, ni aidha watu hao walikuwa wapenzi au marafiki. Sasa Amos alishangaa mara baada ya kuona ni picha ambayo alikuwa akifahamu, na yeye ni mmoja ya mhusika aliyekuwa katika hiyo picha. Sasa Alonzo akasema, unaweza kuniambia huyu mwanamke pembeni yako alikuwa ni nani kwako? Amos akajibu, huyu ni Jasmine Mahmoud. Niliwahi kuwa naye katika mahusiano kwa muda mfupi. Alikuwa ni raia kutoka Botswana. Aliwahi kuwa mwandishi wa habari wa kituo cha Al Jazeera English nchini Qatar. Amos aliongea hivyo na kumfanya sasa Alonzo kuchukua kile kishkwambi kwa mara nyingine, na kisha alionekana kutafuta kitu na kumpatia. Ilikuwa ni picha nyingine ikimuonesha Jasmine Mahmoud akiwa na Naomi Lindsay katika pozi la tabasamu, na picha ile ilimshangaza mno Amos. Sasa Agent Alonzo mara baada ya kuona Amos alikuwa akishangaa, alijua fika kile ambacho alikuwa akikitaka kutoka kwa Amos amekiona. Sasa Alonzo akasema, Mr. Amos, unaweza kuniambia ni lini ulikuwa na mahusiano na Jasmine Mahmoud? Aliuliza, na Amos alifikiria kidogo na kisha alitingisha kichwa. Akajibu ya kwamba ilikuwa ni mwanzoni mwaka 2002. Nikutana na Jasmine mwezi wa 11 2001. Na nilikutana naye Amsterdam nikiwa katika msafara wa Mheshimiwa Rais kama Aide. Jasmine alikuwa mwandishi wa habari aliyesafiri na Mheshimiwa Festus Moga, na ndio rafiki wetu ulianza hapo. Mwaka 2002 wakati anafika nchini Tanzania katika maonyesho ya riadha, ndio tuliingia kwenye mahusiano rasmi ambayo yalidumu kwa muda mfupi sana. Aliongea Amos. Alonzo akasema, kwa nini mahusiano yenu yalidumu kwa muda mfupi? Amos akajibu, sababu kubwa ilikuwa umbali, lakini pia kazi yangu ilinifanya kushindwa kusafiri mara kwa mara nje ya nchi kuonana naye. Alonzo akasema, okay, hii picha Jasmine aliyopiga na Naomi Lindsay ilikuwa ni tarehe 25 mwezi wa 12 mwaka 2001. Siku 4 kabla ya kifo cha Naomi. Ni picha iliyopigwa na Matia Tomaso. Mara baada ya kifo cha Naomi kutokea, Jasmine alionekana nchini Tanzania kama mwandishi wa habari kutoka Botswana, na kama ulivyosema ndio kipindi ambacho mliingia kwenye mahusiano, si ndio? Amos akajibu ndio. Alonzo akasema, okay, ukiachana na mahusiano yenu, unakumbuka chochote kisichokuwa cha kawaida kutoka kwa Jasmine? Aliuliza Alonzo na kumfanya Amos kufikiria kidogo. Msikilizaji, kule ni kwamba katika kipindi hicho ni kama matukio ya nyuma alikuwa akiyakumbuka kwa urahisi mno. Kwa kiasi ni kama matukio hayo yalitokea jana. Ubongo wake ulikuwa na nguvu sana ya kukumbuka mpaka vitu ambavyo alikuwa amekwisha kuvisahau. Yaani kwa jinsi ambavyo ubongo wake umesetiwa. Kama ni wewe msikilizaji ungekuwa darasani na upo kwenye mtihani wako wa mwisho, nadhani ungetumia kama dakika 6 tu kumaliza. Kila kitu kulikuwa kinaflow, yani ungeflow kila kitu, na ndicho kwa anafanya hapa Amos. Ubongo wake umekuwa ni una kumbukumbu kwa kiwango cha juu mno. Hata vile vitu ambavyo havikuwa na msingi sana katika kipindi alichokuwa na Jasmine aliweza kukumbuka. Yaani kifupi ilikuwa ni kama anaangalia tamthilia ya maisha yake na Jasmine. Sasa Amos akasema, nadhani nimekumbuka kitu. Aliongea Amos na kumfanya Alonzo kumkazia macho. Alonzo akasema, umekumbuka nini? Amos akasema, nilikuwa na mahusiano na Jasmine kwa miezi 3 pekee kabla ya kurudi nchini kwa Botswana. Katika kipindi hiki tulikuwa na furaha wakati wote, ila siku moja tu alionekana kunikasirikia sana kiasi cha kubadilika na kuwa mtu mwingine. Alonzo akasema, nakusikiliza. Nini sababu ya yeye kukasirika? Amos akasema, mimi nishika mkufu wake uliokuwa na kidani chenye muonekano wa kipekee. Aliongea Amos
na kumfanya Agent Alonzo midomo yake kucheza kidogo. Alonzo akasema, unaweza kuelezea kidogo kuhusu huo mkufu, hasa kidani chake? Amos akasema, kilikuwa kidani fulani tu hivi ambacho kilitengenezwa kwa madini meupe kama kioo. Na kwa upande wa juu ndio ilikuwa inaonekana kama kioo, na ndani kulikuwa kuna rangi za ajabu zilizo kama zimejikunja kunja hivi kama wingu linalozunguka. Na katikati kuna kitu kama kijishimo cheusi. Upande wa nje kuna duara za vitu kama nyota, na eneo ambalo mkufu ule ulishikilia kuna alama fulani hivi kuna alama fulani hivi kama sikosei ni kama zile za miungu ya Misri ya kale iliyowakilisha uhai na kifo. Aliongea Amos na kumfanya Alonzo kuridhika. Alonzo akasema, okay, kuna sababu yoyote ambayo ilimfanya ukasirika? Hebu jaribu kufikiria kila kitu na uelezee katika jicho la ujasusi. Amos alifikiria. Akasema, nakumbuka nilimwambia kwa nini amekasirika, ili hali nimeushika tu bila kufanya chochote. Ila hakunipa jibu la kueleweka. Moja ya kitu ambacho ni cha ajabu, mara baada ya kuona ule mkufu, roho yangu ilishikwa na kiu kubwa ya kutaka niuone tena kwa mara nyingine. Ilikuwa ni kama nimesahau ulivyo na nitaka kuuona ili kuanza kufikiria upya. Sasa wakati Jasmine anaondoka, nilimsihi kuuona tena, ila alinijibu kwamba haukuwa wa kwake na alirudisha kwa mwenyewe, na nisahau kama nimewahi kuuona kwake. Alonzo akasema, okay, stilisha kama maelekezo yako kabisa, kwa sababu kilichofanyika katika ubongo wako ni kukuwezesha iwe rahisi kwako kukumbuka matukio yaliyopita. Je, uliangalia upande wa pili wa kidani? Pia je, ulipata nafasi ya kuangalia kidani hicho kwa umbali kidogo? Amos akajibu, ilikuwa ni kwa sekunde kadhaa tu na Jasmine aliniponyoka. Sasa sikubahatika kuangalia upande wa nyuma wala kwa umbali, kwa sababu alinipokonya. Aliongea Amos na jibu lile sasa lilionekana kumnyong'onyesha Alonzo. Alonzo akasema, umejibu vizuri kabisa na nimeweza kupata kila nilichotaka. Naomba nikwambie ukweli sasa. Sababu ya wewe kuwa katika hali hii ni kwa sababu uliona kitu ambacho ni binadamu watatu tu duniani waliowahi kuona. Siwezi kuelezea ulichoona kina maana gani, ila wewe ni mtu wa tatu. Hii ndio sababu ambayo tulikupa kazi ya kumfuatilia Naomi na Rosemary Macha. Mara baada ya kugundua uliwahi kuwa katika mahusiano na Jasmine Mahmoud, katika wakati ambao ulikuwa na maswali mengi ya kutufanya kuona haikuwa bahati mbaya kwenu kuwa katika mahusiano. Aliongea Alonzo na Amos alitingisha kichwa. Alonzo akasema, kuanzia sasa utaendelea na misheni yako kama kawaida, ila malengo yamebadilika. Ukishafanikiwa kujua uhusiano kati ya Naomi Lindsay na Rosemary Macha, tutataka kujua wapi Jasmine alipeleka huo mkufu. Taarifa za awali zinaonyesha mmiliki wa ule mkufu ni Naomi. Hivyo kazi yako ni kufanya uchunguzi. Je, Jasmine aliweza kukutana mwanamke aliyefahamika kwa jina la Rosemary nchini Tanzania? Na je, ndio mwanamke aliyefariki kwa ajali ya radi mwaka 2002? Utafuatilia na kujua kila kitu, na ndipo misheni yako itaingia katika sehemu ya 3 ya malengo makuu. Aliongea Alonzo na Amos aliitikia kukubali. Sasa dakika chache mbele Alonzo aliweza kuachana na Amos na irudi katika ofisi ya Profesa Maya Thema. Alonzo akasema, Profesa, viongozi walikuwa na wasiwasi na mafanikio ya hii operation, lakini kama ulivyoaminisha imefanikiwa kwa asilimia kubwa. Aliongea Alonzo kwa lugha ya Kihispania na kumfanya sasa Dr. Maya Thema kutabasamu. Akajibu ya kwamba, kwa hiyo nini kimekuaminisha agent? Alonzo akasema, katika kipindi chote nilichokutana na wagonjwa ambao wamepitia utaratibu maalum wa ubongo wao kurekebishwa, wengi wao walitofautiana katika wingi wa maswali wanaouliza, lakini kwa Amos hajauliza swali hata moja. Dr. Maya akasema, okay, ili kupima asilimia za mafanikio, mara nyingi tunaangalia wasiwasi ambao anakuwa nao mgonjwa na tabia kuu ya kuonyesha ni kwa kiasi gani yupo na wasiwasi. Yaani na wasiwasi ni wingi wa maswali anayouliza. Ikitokea hajauliza swali hata moja, basi tunaweza kusema tumeudhibiti ubongo wake kimawazo kwa 100%. Aliongea hivyo profesa, na agent Alonzo alitingisha kichwa. Alonzo akasema, nitapeleka hizi taarifa makao makuu, zitaendelea kuimarisha nafasi yako katika umoja. Lakini hata hivyo, katika wagonjwa wote waliopitia taratibu, wengi wao ni kutaka kujua kile ambacho wanajua na wamesahau, lakini
Kwa huyu ni tofauti. Hivyo profesa, ili aweze kufanikisha kazi ambayo umoja inatarajia kutoka kwake, tunataka arudi katika hali yake ya kawaida kwa muda. Aliongea Alonzo na kumfanya Dr. Maya Thema kushangaa kidogo. Maya akajibu, lakini ni hatari kama tutafanya hivyo. Anaweza kupoteza hadhi ya kumbukumbu za maisha yake ya kawaida aliyopitia. Alonzo akasema, profesa, haya ndio maelekezo niliyoweza kupata kutoka kwa askofu. Najua njia ipo ya kumrejesha katika wakati wake wa kawaida na kusahau baadhi ya matukio aliyomtokea wakati huo tukimdhibiti kihisia ili asitokee akawa msaliti kwa sinagogu. Aliongea Alonzo na kumfanya Profesa Maya Thema kufikiria kwa muda. Sasa profesa akasema, nilitamani sana kuona maendeleo yake katika mazingira ya kawaida. Huyu ndio mgonjwa wangu wa kwanza kuwa na matokeo chanya kwa asilimia kubwa. Na kuna mengi niliyohitaji kujifunza kupitia tabia yake. Hata hivyo, kwa sababu ni maagizo ya sinagogu, mimi siwezi kupinga, lakini nikufahamisha tu njia iliyokuwepo kama itafanyika, hataweza kuishi zaidi ya miaka 5. Alonzo akasema, miaka 5 ni mingi sana kwa Amos kuweza kutimiza makusudi ya umoja wetu profesa. Nadhani unajua anachomaanisha. Aliongea hivyo, lakini licha Dr. Maya Thema kuonekana kukubali, alionekana kuwa mzito. Wito wa kidaktari ulikuwa ukimfanya kuwa na hali ya hatia. Kama daktari, alikuwa na hatia kumfanyia Amos operation bila ridhaa yake. Yeye ni daktari, na anajua kabisa hapo amevunja ile sheria ya daktari. Kwa hiyo hatia ilimshika zaidi mara baada ya kuona anakwenda kufanya procedure ambayo itaweka ukomo wa uhai wa Amos maskini katika muda wa miaka 5. Basi akasema ya kwamba kwa sababu tunahitaji matokeo haraka sina budi, lakini kama daktari nina masharti pia. Alonzo akasema na kusikiliza profesa. Maya akajibu, baada ya kifo chake awekwe kwenye orodha ya mpango Genesis 210. Aliongea Profesa Maya Thema na kumfanya agent Alonzo macho yake kuchanua. Akajibu ya kwamba, profesa, hiki ni kitu ambacho siwezi kuidhinisha, na hata kama nilifikisha kwa viongozi, kuna hatua kwa hatua za maamuzi na inaweza kuchukua zaidi ya miezi 2. Nadhani unafahamu ni kwa kiasi gani mpango Genesis 210 ulivyo nyeti. Kwa hiyo hatuna muda wa kusubiri mpaka ngazi za juu kufanya maamuzi, la sivyo kile kilichosimamishwa kwa miaka mingi baada ya kujitoa kwenye kanisa kuu kitapotea. Maya akasema, huna haja ya kuongea zaidi agent. Mimi nimeomba kitu ambacho kinawezekana. Mkataba wangu wakati nikiingia katika maabara za shirika, niliweka masharti, nitalinda haki ya mgonjwa kwa namna nyingine ikitokea umoja unachonitaka kufanya kinakiuka miko ya kazi yangu. Kama askofu alikuwa mkweli na ahadi zake, basi atanikubalia katika ile. Aliongea na kumfanya agent Alonzo kutoa kitambaa na kufuta jasho. Alonzo akasema, okay, nitafanya mawasiliano. Na saa 4 kamili asubuhi ilimkuta Kanali Dastan Mpiji ndani ya wilaya ya Kibaha, sehemu ambayo ndio msiba wa Afande Mchuku ulikuwa ukifanyikia. Watu walikuwa wengi japo sio sana, na Dastan hakufika na usafiri binafsi, bali alifika na taksi, na hiyo yote ilikuwa ni kuepuka macho ya watu. Shida ilikuwa ni moja tu. Licha ya kwamba kutaka macho ya watu, mwili wake ulikuwa mkubwa na kumfanya aonekane kama bosi, hususan kutokana na kitambi chake. Aliutumia uchangamfu wake kusalimiana na baadhi ya wanaume waliokuwa eneo la msiba huku akitoa pole. Licha ya wengi kutokumfahamu, lakini walimchangamkia. Afisitosha Afande Mchuku alikuwa ni mtu wa watu, hivyo watu wengi walimfahamu. Pembeni ya uwanja palipowekwa maturubai kulikuwa kuna nyumba ambayo ilionekana haijamalizika kabisa. Na kwa haraka fahamu zake zilimwambia lazima ndio nyumba ambayo Mchuku alikuwa akizungumzia. Alishia kutingisha kichwa na kuona Afande Mchuku licha ya kutumia hila nyingi kujiongezea kipato, lakini hela zake hakuzimaliza katika starehe. Ilikuwa nyumba kubwa mno ambayo tayari ishawekwa grill, milango na plasta, na kulikuwa na vitu vichache sana vya kumalizia ikiwemo madirisha ya aluminium. Kwa haraka alipiga mahesabu na kujiambia kama Afande Mchuku angepata hela ambayo alitakiwa kukumlipa kwa ajili ya kupata rekodi, basi angeweza kumalizia jengo hilo moja kwa moja. Sasa kuna kijana mmoja alimsalimia Kanali Dastan na akasema, "Swaiba, poleni na msiba."
Alikuwa ni bwana wa makamo tu kama miaka 30 hivi, aliyevalia kanzu na kibagrashia. Dastan akasema asante ustazi, tumepoa. Aliongea Dastan, na bwana yule sasa alimpita na kuendelea kusalimiana na wazee wengine. Na mara baada ya kumaliza alirudi kwa karibu na Dastan. Sasa Kanali akasema siamini Mchuku ametutoka ise. Watu wema na tegemezi siku zote ndio wanaotangulia. Aliongea Kanali akianzisha maongezi. Yule bwana akasema unajua binadamu siku zote, yani binadamu siku ambayo anazaliwa mwisho wake umeshaandikwa. Watu wote tunazaliwa tukiwa wema. Dunia tu ndio inayotubadilisha. Mwisho siku tuwe wema au tuwe wabaya, siku ikiwadia haichagui mwema au mtu mwovu. Aliongea bwana sasa akirekebisha kibaragashia chake. Sasa Kanali akasema nakubaliana na wewe, lakini muda mwingine katika jicho la kibinadamu tunatamani yule ambaye ndio msingi wa familia kuendelea kuishi. Rejama akasema Mwenyezi Mungu ni wa haki na anajua yote. Anawajua wema na waovu. Anamlipa kila mtu na matendo yake. Labda Mchuku amepata heri ya milele mbali na maumivu ya dunia hii. Kanali akasema unajua huzuni yangu ni kwa wale aliowaacha. Anaonekana mtu mwenye malengo makubwa ya kimaisha bwana. Ile ustazi akasema Mwenyezi Mungu awape nguvu na amani katika kipindi hiki kigumu bwana. Awe faraja kwao. Aliongea ustazi, na kabla hata hajaingiza neno lingine la udadisi, kuliibuka kilio cha mwanamke na kufanya karibia watu wote kugeuka, na kutokana sasa na kilio cha mwanamke huyo, minong'ono iliibuka. Yule mwanamke anaanza kulia akisema, "Ui baba Nasra wewe. Baba Nasra umeondoka jamani, mbona umeondoka mapema hivi mume wangu?" Kilikuwa ni kilio kilichowafanya wanawake waliokuwa wamekaa upande mwingine baadhi yao kumsogelea yule mwanamke. Upande wa Kanali ni kama tukio lile sasa lilimvutia. Ukweli ni kwamba sio yeye tu ambaye lilimvutia. Sasa Kanali akasema, "Ustazi, huyu ndio mke wa Mchuku?" Aliuliza Kanali na kumfanya yule sasa ustazi kumshangaa kidogo. Ustazi akasema, "Nilijua uko karibu na Mchuku bana." Kanali akasema, "Ndio ustazi, Mchuku ni rafiki yangu mkubwa na pia ni mfanyakazi mwenzake, kwa hiyo hatujawahi kuongea masuala yetu binafsi." Aliongea Kanali akiharakisha kujitetea. Sasa yule ustazi akasema, "Inawezekana. Wengi hapa ni watu ambao ni marafiki wa Mchuku. Alikuwa ni mtu mwema. Huyo ni mke wa pili, ni daktari mwajiriwa huko mkoa wa Lindi, kwenye mikoa wa Lindi huko." Aliongea yule ustazi na kumfanya Dastan sasa kujibu kitu ambacho kilimvutia. Yule mwanamke alionekana mrembo, na pili ni aina ya wanawake ambao ukiangalia tu unaweza kujua hadhi yake ya kisomi. Jambo hili lilimfanya Dastan kumfikiria Mchuku kwa namna ya kumsifia. Ijapokuwa hakumuona bado mke mkubwa, lakini mke huyo wa pili alikuwa ni mrembo. Sasa mmoja ya vijana waliokuwa nyuma ya Dastan alisema ya kwamba nasikia jamaa alimwambia mke wake mkubwa akifariki asimlilie. Yule jamaa aliongea hivyo na alikuwa anaongea na kauli ile sasa ilifanya masikio ya antena Kanali kunyaka mawimbi. Aligeuka na kumwangalia ustazi kama na yeye anasikia, lakini aliweza kumuona ustazi akiwa busy kusalimiana na mwanaume mmoja wa makamu ambaye alionekana kama shehe. Sasa wale wakaendelea kuongea wakasema, jamaa alimwambia hivyo kwa sababu alijua tu muda na saa yote ataondoka. Licha huyu mwanamke kuwa mrembo, lakini bado Mchuku alimpenda mke mkubwa. Mwingine akajibu, Tino, wewe ndio uelewi Tino. Mchuku alimpenda huyu mwanamke, lakini alishindwana naye kutokana na kutokutulia. Mke mkubwa alikuwa mvumilivu na mwepesi wa kusamehe. Aliongea mwingine, lakini Dastan ni kama hakuwa ameridhika hivi. Sasa Dastan akasema, wadau, kwani nini ilikuwa shida ya jamaa mpaka kupatwa na umauti? Kijana mwingine akasema, bro, wewe ni mgeni ama? Aliongea kijana mwingine na walionekana kuanza sasa kumchangamkia Dastan. Pengine ni kama wameona jamaa anaweza kuwapa fursa. Kanali akasema, ni mgeni wa haya maneno, lakini Mchuku ni rafiki yangu wa kitambo tu. Hatujawasiliana kwa muda mrefu na ndio nimesikia habari za kifo chake nikaona nihudhurie. Aliongea Kanali na kuwafanya wale vijana kumuelewa. Jamaa mmoja akajibu, jamaa alikuwa na kansa ya mapafu na alidondoka ghafla tu akiwa baa, ndio ikawa hivyo. Kanali akasema, bwana sijajua bwana, kumbe jamaa alikuwa mgonjwa. Jamaa mwingine akajibu, unajua wengi hawakujua jamaa alikuwa mgonjwa. Ila waliokuwa wakijua wakimkuta sehemu za starehe, jamaa anawaambia anatumia siku zake vizuri za mwisho maana ahera hakuna bia.
Kanali akajibu, kwa hiyo jamaa alikiona kifo chake aise? Mtu mwingine akajibu, ndio hivyo bro, jamani kama alijua. Nasikia mchana yake alienda kabisa na kumwaga mtoto wake wa kwanza shuleni. Aliongea mwingine, kwa sasa zile kelele za mke wa pili hazikusikika kabisa. Kanali akasema, alienda shuleni? Aliuliza Kanali, kwa sasa machali akaanza kumcheza. Jamaa akajibu, kwa maelezo Abduli ndio alivyosema baba yake alimtembelea mchana. Akasema, dogo atakuwa ameshikwa na huzuni sana. Ana miaka mingapi bwana? Kijana akasema, ni chali mdogo kabisa, umri wake sijui, ila yupo pale St. Joseph Mbagala kidato cha pili. Mchuko alikuwa akijisifia sana na Abduli kwamba ni genius na amerithi akili zake. Basi Dastan pale akili yake ilifanya kazi, na kwa haraka airuhusu akili yake kutizama swala hilo kwa jicho la ujasusi. Sasa Kanali akawaza ya kwamba Mchuko alienda shuleni kumtembelea Abduli mtoto wake, tena tarehe 10 ya huu mwezi. Lazima kuna sababu ya kwenda kumtembelea Abduli katikati ya mwezi. Nitaanza na Abduli, lazima atanipeleka lilipo faili la sauti. Lakini kwanza nijue kama kuna sheria ya kuruhusu wazazi kutembelea watoto katikati ya mwezi. Aliwaza Kanali, na muda ule sasa alitoa simu yake akiingia mtandaoni. Ilikuwa ni muda wa chakula, na hata wale vijana walimpotezea kabisa na umakini wao waliweka kwenye chakula. Sasa Dastan hakutaka kuungana na waombolezaji kwa ajili ya chakula, na alitafuta namba ya Tresha Noah na kuipiga huku akisogea pembeni nje ya maturubai. Sasa Kanali akawaza, huyu malaya kapotelea wapi, au kasafiri na mheshimiwa nini? Kama akampoteza Amos, ataibeba kesi mwenyewe. Aliwaza Kanali, huku sasa aking'ata meno yake kwa hasira kwa kitendo cha Tresha kumzimia simu tokea mara ya mwisho alivyowasiliana naye. Sasa wakati akiwa pembeni aliona kabisa hana cha kufanya, lakini sasa hakutaka kuondoka mapema. Aliona atafute namna kusalimiana na mke mkubwa wa Mchuku, pengine anaweza kupata kitu kingine cha ziada kutoka yani kutokana na uchunguzi wake wa kusaka mahali Mchuku alipoficha rekodi ya sauti. Sasa msikilizaji, nataka nikumbushe kitu kimoja. Kumbuka Norbert wakati alipoonana na Hamza kwenye gari, muda ambao Hamza alikuwa ametoka kupata ajali na Reji. Baadaye Hamza ndo akawa amemtoroka Reji, akafunga mlango akatoka akaenda kuonana na Norbert. Norbert baada ya kumalizana maongezi na Hamza ndo akaenda kuonana na vijana wake, na akawaambia vijana wake ya kwamba ahakikisha Hamza hajatoka. Lakini Hamza ndo akawa ametoka kwa njia ambazo anazijua mwenyewe. Nadhani utakuwa umekumbuka. Sasa Captain Norbert alikuwa haelewi vijana wake wamekosea vipi kushindwa kujua kama Hamza ametoka na kwenda kuua na kurudi bila ya wao kuweza kumuona kabisa wakati akitoka na kurudi. Jambo hili licha ya kwamba liliwafanya kuona Hamza ni mtu hatari, lakini vile vile waliingiwa na hofu, maana kwa jinsi kamera walivyozitega ndani ya eneo lile, asili ilikuwa ni ngumu kwa mtu yoyote kuweza kuepuka kamera hizo na kupita bila ya kunaswa. Afu kubwa zaidi ni kwamba kijana wao Mtehama alikuwa ameweza kudukua kamera zote zilizokuwa ndani ya jumba la Regina. Wakati akijua hali ni shwari na vijana wake kumwambia kuwa jamaa alilala, kumbe alikwisha kutoka na kusababisha mauaji na kuondoka kimya, na asubuhi akiwa katikati ya kulifurahia tendo la ndoa anaanza kufokewa na wakuu wake wa kazi kwa kutokuwa makini kupitia simu, kitu kilichomfanya sasa kugailisha kumwagilia ua. Licha kwamba Norbert aliona ni kosa kwa vijana wake kutokumuona Hamza wakati akitoka, lakini vile vile aliona ni kama wakuu zake wanamuonea bure, maana ndio hao wakuu wanaomchekia mstaafu akiendelea kumchokoza Hamza kupitia genge lake. Yani hakupata na huzuni yoyote ya kifo cha Kanali mstaafu Fanueli Yowe wala Afande Sukre. Ukweli ni kwamba alishangaa kuwaheshimu tokea muda mrefu, japo Afande Fanueli wakati akiwa mafunzoni ndio aliyekuwa mkufunzi wake. Norbert licha ya kwamba alikuwa akitumikia mfumo ambao ulikuwa umeharibiwa na watu wenye tamaa na siasa chafu, lakini bado hakusahau wajibu wake kama mwanajeshi. Katika jeshi, msikilizaji, iwe ni la polisi au ulinzi, kazi yake kubwa ilikuwa ni kutii maagizo, lakini licha ya hivyo hakuwahi kujichukulia kama mtumwa wa maagizo machafu ya wakubwa wake. Wakati akitoka nyumbani kwake akielekea kazini, alikuwa akimshukuru Hamza kwa namna moja ama nyingine kwa kufanya kazi ambayo ilipaswa mwanajeshi kama yeye ambaye anapenda haki kuifanya. Lakini kwa jicho la usalama aliona alichokifanya Hamza ni kosa na anapaswa kuadhibiwa. Sasa akawaza kwamba muda mwingine tunahitaji vichaa kama hawa kuendelea kutusafishia nchi.
aliwaza wakati akiagana na mke wake. Wakati akiwa njiani, mkuu wake alimwambia haina haja ya kufika kazini bali aelekee moja kwa moja kwenda kumkamata Hamza na apelekwe kituoni. Kwa hiyo hilo alikuwa tatizo kwake na alitikia kwamba atafanya hivyo. Lakini ilimshangaza wakati akiwa ndani ya viunga vya hospitali pamoja na timu yake wakimsubiria Hamza na Regina kufika hapo kumuona mgonjwa ili amkamate, anapokea taarifa ya pili kutoka kwa mkuu wake kwamba achana naye. Anauliza, mkuu, niachane naye? Yaani niachane na nani? Nobet aliuliza akiwa kwenye simu mara baada ya bosi wake kuwa na kauli moja tu ambayo ilikaa Kiswahili sana. Bosi alisema kwamba nimekuambia achana naye. Kipi uelewi Nobet? Rudi na watu wako kituoni mara moja, kuna kazi nyingi za kufanya. Pande wa pili simu ilikatwa na kumfanya Captain Nobet kushangazwa na kauli ile. Na muda ule ni kama sasa kutaka kuamini kauli ya mkuu wake wa kazi, na alitoa simu yake ya kawaida na kuitafuta namba. Sauti upande wa pili ikasikika ikisema kwamba umefanikiwa. Nobet akasema nimepokea maagizo mengine, mkuu amesema niachane naye. Sauti ya kwenye simu ikajibu, kwa nini bwana? Nobet akasema sijajua, ila nimepewa kauli moja tu na anaonekana ukasirika sana. Kwenye simu akaambiwa kwamba ukasirika ni lazima, Fanuel alikuwa rafiki yake wa karibu sana. Nobet akajibu ya kwamba najua, lakini afande, hili ni swala la kisheria pia. Kwa nini aache kuondoka na mhalifu? Nobet akajibu kwamba Nobet, nadhani unapaswa kumsikiliza mkuu wako wa kazi kwa sasa. Kama amekuambia achana naye, lazima ni maagizo kutoka juu. Unatakiwa kutii ili kulinda usika wako mwingine. Mimi pia namuunga mkono. Nobet akasema lakini mkuu akaambiwa hakuna cha mkuu Nobet, fanya hivyo. Nobet akasema sawa afande. Sauti upande wa pili ikajibu vizuri. Basi simu ilikatwa pale pale. Muda huo ndio Nobet sasa aliweza kuiona Mercedes Benz Maybach ikiingia hospitalini hapo. Na aliweza kujua moja kwa moja lazima ni boss Regina, maana ni Watanzania wachache wa kutembelea magari ya bei ghali namna hiyo. Ukitoa Regina labda anaweza akawa nayo hata Lucas Lumba siku za mbeleni. Kwa hiyo Nobet akajiwazia kwamba hata kama wakuu wanamuogopa, mimi siwezi kumuogopa bwana. Pengine bosi wake hata hajui alichofanya usiku. Alijiwazia hivyo Nobet huku akishika pingu zake na kuwapa ishara wenzake na kumsogelea Hamza na Regina. Sio kwamba eti alikuwa akikiuka maagizo, bali alitaka kumpiga mkwara Hamza, na pili kuhakikisha kwamba Regina anajua kama mtu anayemuita msaidizi wake ni nani, ni muuaji. Sijui umeelewa maana ya Nobet. Yaani ameshastopishwa, lakini tu anataka ajiongeleshe kwamba Hamza unakamatwa, sijui unashtakiwa, unatuhumiwa sijui kwa mauaji. Hivyo tu amchafulie jinani. Msikilizaji, ukweli ni kwamba licha Nobet kuona matukio kadhaa ya Hamza akidhihirisha uwezo wake, lakini bado nafsi yake ilikuwa ikipinga. Kwa nini dogo mzembe kama huyu anatikisa hadi watu wazito? Kila akikumbuka mafunzo makali aliyopitia jeshini na kupewa nishani za kila aina kutokana na ukakamavu wake, alijikuta akipandwa na hasira kumuona Hamza mzembe tu eti ndo anaabudiwa. Hali ya ujivuni kwa kujilinganisha na Hamza alimvaa. Sasa Nobet kibabe akasema, Mr. Hamza upo chini ya ulinzi kwa kosa la mauaji. Nadhani hapa sasa msikilizaji ndipo tulipoishia ile sehemu ya 15. Kwa hiyo aliongeza kibabe akitaka kumfunga Hamza pingu, lakini Hamza hakuwa mzembe wa kukubali mikono yake ifungwe pingu kizembe bwana, kutiana mikosi tu. Regina ambaye alishtushwa na kauli ile ya Nobet alijikuta kirudi katika uhalisia. Alikwisha kumjua Nobet ni polisi pamoja na wenzake licha kuvalia kiraia. Reji akasema afande, msubirini kwanza. Aliongea Reji huku uso wake sasa ukizidi kuwa na userious, na alimkinga Hamza kwa mbele. Nobet akasema, madam, unazuia jeshi la polisi kufanya kazi yake? Kuna unataka kushindana na serikali, si ndio? Unashindana na jeshi. Aliongea Nobet huku sasa kwa namna fulani akionyesha heshima mbele ya Regina. Pengine uzuri wa Regina haka karembo ketu ulimfanya kukosa kujiamini kiasi. Pengine siku hiyo ndio mara yake ya kwanza kuona uso mzuri wa Regina kwa ukaribu hivyo. Kwenye maisha yake ya kiraia, Regina alihesabika kama mtu adimu kuonekana. Yaani ilikuwa ni ngumu sana kumuona Regina kutokana na kwamba akitoka kazini maegesho ya magari yapo chini ya jengo na gari lake lilikuwa na vioo visivyompa mtu nafasi ya kuona aliyekuwa ndani. Naomba nisikilize, kama ni polisi nadhani unajua ni kosa kisheria kutaka kumkamata mtu bila kibali. Isitoshe Hamza hawezi kuwa muuaji. Bila waranti huwezi kumkamata. Na hamwezi kuongea naye chochote pasipo ya kuwepo mwanasheria wangu. Hii imekuwa tabia yenu polisi kukiuka haki ya uhuru wa raia. Madam, sheria hiyo inatuambia tunaweza kumkamata muuaji bila kibali. Mbele ya muuaji kwa nini tujali uhuru wake? Aliongea Nobet
huku hali ya kwanza kujiamini mbele ya mrembo Regina ikirudi upya. Regina kabla ya kuendelea kubishana na polisi alimgeukia kwanza Hamza na kumwangalia. Ukweli ni kwamba kutokana na namna ambavyo Norbert alikuwa kijiamini na vile vile siri ambazo Hamza alikuwa akimficha, alijikuta akipatwa na wasiwasi kidogo na kupoteza msimamo. Kamuua nani? Hivi kwa nini mnamsingizia watu asubuhi? Hivi nadhani kuwa ni rahisi? Aliongea Regina, na Hamza kauli ile ilimfanya aone kama Norbert ataendelea kuropoka basi itakuwa ni taarifa kubwa kwa Regina. Regina, tangulia kamuone bibi kwanza, nitadili na hili kwanza. Wewe tangulia tu, mimi nitadili na hii hali. Aliongea Hamza na kumfanya Regina kukunja mikono yake na kumwangalia Hamza kwa macho kauzu. Kwa amesema kwamba ni kweli umemuua mtu, si ndio? Sikia Regina, tangulia kwanza kwenda ndani, tutaongea vizuri baadaye. Asa kwa nini? Kama hujaua kuna haja gani ya kuongea na mimi baadaye? Aliongea Regina akiwa na wasiwasi mno na alitaka Hamza aseme hajaua. Ijapokuwa alimuona Hamza kama mtu ambaye alikuwa na maisha yake kabla ya kukutana naye na historia yake kwa ujumla haijawa wazi, lakini kitendo cha kuandikisha ndoa yao ni kama alijihisi kutaka kuwajibika kwa kila ambacho kinamzunguka Hamza. Nafsi yake ni kama ilikuwa ikimwambia hakuwa tayari kuwa karibu na mtu ambaye ni mhalifu. Tena sio mhalifu wa kawaida bali ni mhalifu wa makosa ya kimauaji. Sasa upande wa Hamza aliona yupo katika wakati mgumu. Ukweli ni kwamba tokea afike nchini amekuwa akijitahidi sana kujificha ili asionekane si wa kawaida, hata kujipa tu usumbufu na kuanza masomo ya chuo ambayo hata yakuwa na faida yote kwake zaidi ya kupoteza tu muda. Yeye alitaka kuwa na maisha ya kawaida kabla ya ukaribia kupata kumjua mzee ni nani. Historia yake ya maisha ilianzia Tanzania. Ndio maana alifika nchini Tanzania. Lakini kama mwenyewe alivyosema, muda ni fumbo. Kwamba katika dunia hii hakuna mwalimu mzuri duniani kama muda. Sana siku hiyo alikuwa kwenye mtego mwingine. Hakuua makusudi. Iwe imefanya kama mfanyakazi wa Regina au kama mtu wake wa karibu, yote juu ya yote hakutaka kuona mwanamke huyo akiendelea kukumbwa na hatari. Alitaka kutoa onyo ambalo linaweza kueleweka kwa wale wanaomuinda. Nadhani tu mwenyewe unakumbuka, Hamza alienda tu kutoa onyo, lakini sasa wale waliopewa onyo wakajikuta sasa wao ni minyoo. Kwa hiyo kama amekubali kuandikisha cheti cha ndoa na mwanamke huyo na bibi yake kulazimisha swala hilo kufanikiwa, basi ilikuwa pia ni jukumu lake kumalizia kila kitu na sio kufanya vitu nusu. Alikubali kuandikisha cheti kwa ajili ya kumlinda, lakini hata kama amefanikisha hilo bado kuna hatari nyingine ambazo ni yeye ambaye alipaswa kuzimaliza. Ndio, nimemuua mtu jana, aliongea Hamza huku muonekano wake ukitoka katika hali ya uzembe na sasa kwa kama mtu mwingine ambaye amekuwa mtu mzima ghafla. Hata aura yake ilibadilika mara moja. Jambo lile sasa lilimfanya afande Norbert kushangaa na kujiuliza, inakuwaje mtu anaweza kubadilika kwa dakika chache namna hiyo? Lakini kitendo cha Hamza kukiri ilimfanya hasira kumvaa na kupata kibali cha kumkamata. Sasa upande wa Regi, mara baada ya kusikia kauli hiyo Hamza, alijikuta akipiga hatua kadhaa kurudi nyuma kana kwamba alikuwa ameona hatari mbele yake. Kichwa chake ni kama hakikuwa kikifanya kazi vizuri na ghafla tu kilimsaulisha na kuanza kujiuliza, who is Hamza? Kwa nini? Kwa nini umefanya hivyo? Regina alitaka kujua sababu ya Hamza kumuua mtu. Alitaka angalau kujua basi sababu, pengine anaweza kujishauri. Jatokea siku ambayo aliweza kuona Hamza akifahamu lugha ya Kifaransa vizuri. Siku ambayo alijua Hamza anafahamiana na mshonaji nguo mkubwa. Alijua fika pengine kuwa mwanachuo, fundi wa AC, sijima vitu ya kielektroniki na mwalimu ni namna tu ya kuficha ubini wake. Lakini licha hivyo, ilikuwa ni ngumu kwake kumvumilia kama kweli amemuua mtu bila sababu, licha ya kwamba hakujua usika wake. Nimeua kwa sababu alistahili kufa. Kwa hiyo unajiona ni Mungu, si ndio? Aliuliza kwa hasira Norbert. Wame ina maana sio mmoja. Unajua huna haja ya kuniangalia hivyo. Nilichofanya ni kama mwanajeshi kumuua adui. Siwezi kuhesabika muuaji kwa sababu nimemaliza adui na kurudisha ushindi nyumbani. Siwezi kuwa bila sababu. Lakini kitokea nipo hatarini
na watu wangu wa karibu kuwa hatarini. Ni sababu tosha. Yaani sijakuelewa, yani unamaanisha nini? Namaanisha mbele ya adui yangu ninachukua uhusika wa mwanajeshi, na kazi ya mwanajeshi ni kuangamiza adui. Hivyo sio tu jana wala kesho, adui ambaye ni hatari kwa usalama wangu anastahili kifo. Unajua unazunguka sana na maneno mengi. Ndio sababu inakufanya unaficha mambo yako mengi. Kuna zaidi ya sababu kwa kila ninachofanya. Wewe ni muongo. Wewe ni muongo. Regina alitaka kuongea zaidi kiasira, lakini alishindwa. Alishia kuondoka mbele ya Hamza na kuingia ndani ya hospitali. Sasa muda ule mara baada ya Reji kuondoka, wale mapolisi walimzingira Hamza. Yaani ni kama hali yao ya kujiamini imerudi mara baada ya Boss Regina kuondoka. Sasa Afande Nobet akajibu ya kwamba Mr. Hamza, kwanza kabisa nijitambulishe vizuri. Naitwa Captain Nobet Geza kutoka kitengo cha usalama wa nchi, lakini vile vile nafahamika kama Jino la Fisi. Matendo yako yameweka usalama wa nchi katika sintofahamu, na kwa kosa hilo rasmi sasa tutakukamata. Aliongea Afande Nobet huku akijiambia potelea pote bwana, wamesema waachane naye ni wao, ila yeye anamkamata akamhoji. Tunafahamu wote msikilizaji, sheria askari ni kutii mtu aliyoko juu yako. Raya ya jeshi ni cheo. Sasa hapa Nobet anaenda kinyume na walio juu yake kicheo. Hamza akasema kwa hiyo kweli unataka kunikamata? Nobet akasema kwa hiyo unataka kukataa? Hii ni Tanzania. Hivi unajua nini kitakupata ukitaka kushindana na sisi? Hamza akasema okay, natamani kuona kipi kitanipata. Sasa Afande Gamale, kuna afande pale kwepo, akasema hivi wewe uko serious, unafahamu kitakachokupata? Afande Kiombo akasema Afande Gamale, acha kujibishana na huyo mhalifu, mfunge pingu. Msikilizaji, Gamale hakutaka kuchelewesha na alimsogelea Hamza akitaka kumvisha pingu, lakini wakati akitaka kufanya vile ni kama macho yake yaliingiwa na ukungu na ashindwa kumuona Hamza mbele yake. Wakati akili yake inakuja kukaa sawa, alishangaa yeye ndio Yesu kafungwa pingu na alijikuta kibungaa, akatukana tusi la ngoni ambalo msikilizaji siwezi kulitamka hapa. Sasa Kiombo, kitendo cha Gamale kuvishwa pingu na Hamza, aliona ili mbona ni kama tusi kwa jeshi la polisi. Na kwa hasira alifyatuka na teke akidhamiria kumpiga Hamza, lakini kabla ya kumkaribia Hamza alibadilishana nafasi na Gamale kwa kumvuta aliposimama, na kutokana sasa na Kiombo kutumia nguvu nyingi alishindwa kuzuia shambulizi lake mara baada ya kuona linaenda kumpata Gamale. Gamale alijikuta akichapwa teke na mwenzake na kwenda chini huku akigulia maumivu. Yaani teke ambalo lilipaswa kwenda kumfuata Hamza limegeuzwa likamfuata mtu mwingine. Sasa jamaa akasema Kiombo, umekuwa kichaa, mbona unanipiga mimi? Sasa Kiombo akasema wewe unauliza ujinga nini? Kwa nini nikupiga makusudi? Anaongea Kiombo sasa akiwa na hasira nyingi. Gamala akasema okay, nitalipiza. Huwezi kunipiga teke kubwa hivi. Umefanya makusudi wewe. Anaongea Gamale kwa hasira huku sasa akijaribu kusimama, lakini sasa kutokana sasa na pingu alijikuta akirudi ardhini. Sasa Nobet akasema Afande Kizito, hebu mfungue Gamale hizo pingu. Anaongea Nobet mara baada ya kuona sasa timu yake inapaluana wakiwa wamesahau adui yao ni Hamza. Afande Kizito akasema sawa Captain. Msikilizaji, Nobet alikuwa akiongoza vichawi zake. Yaani ni kama wote walikuwa wakifanana tabia. Mara baada ya Gamale kuondolewa zile pingu, walimzingira Hamza na kuanza kumshambulia. Lakini mbele ya Hamza aliona ni kama ngumi za wanawake wanaojaribu kuwa na hasira mbele ya mwanaume wanayempenda, hivyo alizikwepa kama anacheza mapiano. Sasa afande mmoja akasema wewe mpuzi wewe, hebu acha kutukimbia, hivyo ni mwanaume kweli wewe? Hamza akacheka akasema kama unadhani mimi sio mwanaume, kamuulize mpenzi wangu. Asa Afande Kiombo akasema hebu naombeni mimi niachie mimi huyu mimi namuendea kwa pigo za kijitili, tuone kama atakwepa kama anacheza red hapa. Aliongea Kiombo na kuanza sasa kurusha miguu. Japo alionekana kuwa na stamina na mafunzo kiasi, lakini kwa Hamza ilikuwa ni kichekesho, maana alimwacha msogelee na kisha aliudaka mguu wake na kusukuma na kumfanya adondoke alidondokea makalio tena kwa nguvu mno. Sasa baada ya kuona Kiombo ameshindwa, waliobaki wote walimsogelea Hamza na kushika mikono yake wakitaka sasa kuikutanisha kwa ajili ya kufanyaje kuifunga pingu, lakini licha ya wote wawili kutumia nguvu kubwa walishindwa kuikutanisha kadri walivyokuwa
wakisukuma kuikutanisha mikono ili wafunge pingu. Walihisi ni kama wanasukuma chuma kizito. Sasa upande wa Captain Norbert alikuwa pembeni akiangalia vijana wake wanachokifanya. Sasa baada ya kuona wameshindwa, yani wameshindwa hata kuupindisha hata kidogo ama kuipindisha mikono hata kidogo, Hamza alijikuta akishangaa sana. Norbert akasema, Hamza, kama sikosei, hiyo ndio mbinu maarufu inayofahamika kama joho la chuma. Hamza akasema, kama unaijua basi utakuwa unajua pia namna ya kuishinda. Acha kutegea wenzako bwana, fanya na wewe shambulizi. Norbert akasema, okay, nilikuwa najiandaa. Aliongea Norbert na muda ule sasa alianza kuizungusha mikono yake hewani kama sasa, yani kana kwamba ni anajaribu kukusanya nguvu ya kiroho. Upande wa Hamza alikuwa ameshikiliwa na polisi wawili. Kama vile walikuwa sasa wakitaka bosi wao ampige Hamza shambulizi la kifuani. Norbert mara baada sasa kujikusanya kwa sekunde kadhaa, alifiatuka kwa spidi kiasi kwamba alisababisha hadi upepo kama vile ni gari ambayo ilikuwa kwenye spidi kubwa na kumsogelea Hamza kwa kasi. Yani ilikuwa ni teke la tiktak ambalo lilienda kutoka katika kifua cha Hamza. Sauti iliyosikika ni kama vile mtu anafungua mlango kwa teke na mlango umegoma kufunguka. Polisi wale walijikuta wakipatwa na wasiwasi kutokana na ukubwa wa lile teke na kuona sasa yani limemsababishia Hamza matatizo. Lakini mara baada ya kumwangalia Hamza walishangaa akiwa amesimama na hakuwa na mabadiliko yote hata kidogo. Unaonekana umejifunza Priscilla keke, sio mbaya, ila umetumia hisia nyingi sana kwenye hili teke, aliongea Hamza. Na Afande Norbert alijikuta akibung'aa mara baada ya kukaa sawa na kumuona Hamza yupo vile vile kama jiwe. Sio kwake tu, hata kwa wenzake pia. Vipi, kuna mwingine na shambulizi ambalo unataka kunionyesha? Aliuliza Hamza akiwaangalia kwa zamu. Wale polisi waliokuwa wamemshikilia Hamza alijikuta akianza kushikwa na woga na walimwachia na kurudi nyuma. Okay, hamna uwezo hata wa kunipiga halafu mnataka kunikamata. Sidhani hata mna vigezo vya kuongea na mimi. Poteni wakati nikiwa na roho ya kistaarabu, aliongea Hamza huku akianza kutoa msisimko ulioanza kumtisha Norbert kiasi kwamba mapigo yake ya moyo yalikuwa kienda mbio sana. Sasa Norbert akasema kwamba hii ni Tanzania, nchi ya amani. Uzi alitaka kuendelea kujibishana, lakini Hamza alimsogelea na kumramba kofi moja la kifuani na kumfanya adondoke chini kama mzigo. Sasa wale polisi walijikuta wakimkimbilia mwenzao, akaita Captain. Walidhani amekufa, maana sio kwa uzito wa bao lile. Walijikuta wakipatwa na uweni. Kapteni wao alikuwa hai licha ya kutema damu, lakini upande wa Norbert aliona kama Hamza angetumia nguvu kidogo kwenye mkono wake basi tuonane paradiso, kifo kingemkuta pale pale. Sasa wale polisi mara baada ya kuona kapteni wao hali yake sio nzuri, walimbeba na kumrudisha kwenye gari na safari ya hospitalini ilianza mara moja. Hamza mara baada ya kuingia ndani aliweza kumwona Regina akiwa ameshika kile cheti cha ndoa mbele ya bibi yake. Alikuwa na furaha. Ule muonekano wake wa nje ulikuwa sasa umepotea na alimfanya Hamza kuvuta pumzi aweni. Bi Miriam mara baada ya kumuona Hamza alitoa tabasamu hafifu huku akimpa Hamza ishara ya kumsogelea. Bi Miriam akasema, safi sana, wewe ni mtoto mzuri. Bibi, kuna kitu nataka tena? Niambie, mimi nitakamilisha, aliongea Hamza. Bibi akasema, haraka iwezekanavyo mfanye Regina apate mtoto, ndio njia ya kuifanya nyumba yako kuchangamka. Sasa baada ya bibi kuongea vile, Regina akasema, bibi. Yani Regina aligeuka kwa mwekundu kwa aibu kiasi kwamba hakutamani kuendelea kubakia ndani ya wodi. Hamza akasema, nimekuelewa bibi, hilo swala hilo mbona nitalifanyia kazi bibi, wala usijali, aliongea Hamza akitingisha kichwa kubaliana naye. Bi Miriam alitoa tabasamu hafifu na kisha alifunika macho yake kana kwamba amekwisha kuchoshwa na dunia na yupo tayari kuondoka. Hamza akasema, Regina, unaonaje tukitoka nje kidogo? Kuna vitu nataka kukuambia, aliongea Hamza. Na Regina alisita kidogo, lakini alishia kugeuka na kutangulia nje. Mara baada ya kufika mwishoni mwa corridor, hiyo corridor yenyewe haikuwa na mtu yeyote, hivyo ilikuwa ni sehemu nzuri kwa kuongea. Vipi kuhusu wale polisi? Wameondoka. Kwa nini waje kuchukua? Mbona kama unataka nikamatwe? Ndio, umeua na unapaswa kuadhibiwa kisheria. Mrembo Regina, mambo hayo hayapo simple namna hiyo. Haiwezekani kufupisha maisha yangu yaliyopita na neno kuua. Basi elezea vizuri nikujue ni nani, na ndio nifanye maamuzi kama naweza kukuamini,
Aliongea Regina na kumfanya Hamza kukosa neno. Aliona sio vema kumwambia chochote Regina. Sio kwa sababu eti anataka kumficha, ila ni kwa sababu akishamjua Regina atakuwa hatareni. Ninachoweza kukuambia ni kwamba unaweza kunijua ila sio sasa. Bwana, kama unataka kusema, okay, vipi hiki nisichokijua kuhusu wewe? Je, kinahusiana na masuala ya kihalifu? Kama kuua na kuteka nyara? Au polisi walikuwa sahihi wewe ndio muuaji uliyetangazwa kwenye vyombo vya habari? Regina. Hamza sauti yake ilianza kuwa serious kidogo. Unaweza kusema ndio nimemuua mtu, lakini mimi sio mhalifu wala huyo muuaji muuni ambaye unamzungumzia wewe. Sijawahi kujihusisha hata na makundi ya kigaidi. Sio hivyo tu, sijawahi kufanya kitu ambacho kinaifunga dhamira yangu. Sasa kwa nini kuamini kama uwezi kusema chochote? Mimi siwezi kuambia kwa sababu siri ninayoficha hapa, kama nikisema nikwambie utakuwa tarini. Mimi nafanya haya kwa ajili ya kukulinda. Haina haja. Hatujafahamiana muda mrefu hivyo. Kwa hiyo huna haja kunilinda kwa style. Okay, sekunde ambayo ulitia saini hicho cheti, umebeba cheo cha mke wangu. Unaweza sikubali, lakini ni jambo serious kwa watu wengine. Unamaanisha ile karatasi? Hivi, unadhani kuna mwanamke duniani anaweza kukubali kuolewa na mtu asiyemjua? Hamza alitamani kusema ndio. Isitoshe, katika uzoefu wake ameshuhudia ndoa nyingi zikifanyika kwa ajili ya manufaa mbalimbali. Wengine walifanya hivyo kupata uraia, wengine mali na kadhalika. Lakini hata hivyo aliona haitokuwa na maana mbele ya Regina. Sasa mbona nisikilize. Hatutaachana mpaka niweze kuishikilia kampuni kwa asilimia kubwa. Hivyo naomba usiwaambie watu chochote kuhusu ndoa yetu. Una uhuru 100% kutafuta mwanamke unayempenda na hata kuanza taratibu za ndoa. Ikifikia muda wa ndoa, nipo tayari kwenda kubatilisha hiki cheti. Aliongea Regina huku akitingisha cheti kilichokuwa kwenye mikono yake. Regina, yani unamaanisha nini kuongea hivyo? Kwa hiyo kipi ambacho uelewi? Sina mpango wa kuwa mke wako kabisa. Haiwezi kutokea kisia nikakubali kuwa mkeo. Afu kitu kingine, unaweza kuchangulia nyumbani au kazini. Nitakaa kidogo na bibi, usinisubirie. Mara baada ya kuongea hivyo, aligeuka kauzu na kisha aliingia ndani akimwacha Hamza akimwangalia kwa nyuma. Ningeililia ndoa kama kweli naitaka, lakini nipo kazini Regina, aliwaza Hamza huku akitingisha kichwa. Katika maisha yake pengine Regina ndo mwanamke wa kwanza kumuongelesha kwa tabia hiyo. Sasa nini kitaendelea? Bibi amesema wewe fanya juu chini, mupe wororo huyo mtoto apate kimimba. Sasa itakuwaje? Binti mwenyewe kauzu, Reji kauzu. Reji hata sidhani kama alishawahi kula wororo, sidhani kabisa. Sasa kwa hali hii itakuwaje? Reji kwa msimamo wake alionao, Hamza amewaza ya kwamba ningeililia ndoa kama kweli naitaka, lakini nipo kazini Regina. Sasa hili swala lilipangwa Hamza na Reji kukutana ama na kipi ambacho kitaendelea mbeleni? Je, kuna hatari gani ambayo Hamza anaizungumzia kwamba kitendo cha Regina tu kutia saini kwenye cheti cha ndoa basi automatically amekuwa mke wake, na yeye anaweza kachukulia poa, lakini kwa watu wengine tayari wameshajua Regina ni mke wa Hamza. Sasa Regina kaingia kwenye hatari. Reji atapambana vipi na hizo hatari? Hamza atapambana vipi na mke wake? Kumbuka mwandaji wa hii simulizi ni Sasingano, na nilie kusimulia hii simulizi mimi Lucas Lumbas. Tukutane sehemu inayofuata kufahamu mengi zaidi. Mungu awe na wewe mpaka pale tutakapokutana tena. Bye bye.